Tumeona moja ya jambo ambalo pia linalalamikiwa sana wenzetu wa Kigamboni na wengine wengi ni malori mengi kuwa hapa katikati. Lakini je, tuyaondoe malori? Haiwezekani, kwa kuwa pia yameajiri wenzetu ambao wanapata ujira kwa sababu ya malori hayo. Kikubwa kilichopo ni reli ichukue mizigo bandarini, ipeleke pale bandari kavu Kwara, na baada hapo malori mengi yanayotakiwa kuchukua mizigo hapo kuelekea mikoani, basi mizigo waichukulie pale Kwara. Amenithibitishia kwamba mpaka sasa tayari kuna asilimia kubwa za ukamilishaji wa jambo hilo. Kwa nitumie nafasi hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kusimamia hilo, ili mji wetu uendelee kupumua kwa kuwa na magari ya kawaida, magari madogo na magari makubwa mengi, basi yakiwa zaidi kule Kwara kupakia mizigo, hiyo itakuwa ni jambo moja kubwa sana. Na jambo la sita ambalo ni kubwa sana, tumezungumzia kuhusiana kuendelea kusimamia mradi huu kama moja miradi inayotambulisha taifa letu, kama moja miradi inayothibitisha kukua kwa uchumi, na kama moja miradi ambayo itaendelea kudhihirisha kwamba Tanzania inakuwa kwa kasi. Tumesisitiza kuhusu umuhimu wa kuendelea kuwa na watumishi waaminifu, watumishi waadilifu, na hapa kama mlivyoona kuna ushuhuda, mtu ambaye aliwahi kusahau mizigo yake na amekuja na kaikuta mizigo. Hiyo haiwezi kutokea kama haujawa na watumishi wenye mioyo sahihi, watumishi ambao wana uadilifu wa kiasi cha kutosha. Lakini in connection na hilo, kuendelea kuboresha mifumo ya upatikanaji wa tiketi, kuwekeza zaidi kwenye mifumo, na kama kuna tatizo lolote la kimifumo, basi tuweze kuwasiliana zaidi ili tuweze kulifikisha katika level za kiwizara na wenzetu waweze kulitumia, waweze kulifanyia kazi. Hakuna usitishaji wa usafiri. Nadhani mmeona hakuna usitishaji, na hakuna kiongozi yote ambaye amesitisha masuala ya usafiri. Reli inaendelea kufanya kazi, mabasi yanaendelea kufanya kazi, na kila usafiri unaendelea kufanya kazi. Lakini mtakuwa ni mashahidi kwamba mwezi wa 12 huwa kunatokea na kitu kinaitwa demand and supply. Wakati fulani huwa zinakuwa haziko iko, kwa sababu watu wengi wanatamani sana kwenda mikoani na watu wengine pia wanatamani sana kuja Dar es Salaam. Na kwa mantiki hiyo nitoe rai kwa wale wote wamiliki wa mabasi kwamba kwa kuwa wewe unataka kufanya biashara, huu ndio msimu pia kufanya biashara. Ongeza mabasi yako barabarani, na sisi pia kwa kutumia pia shirika la TRC tutaendelea kupiga mzigo kama ambavyo ratiba zipo, ili kuhakikisha kwamba kwa mtu yoyote anayekusudia kusafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, kwenda Morogoro, kwenda kwenye mikoa mingine yote, hapati adha ya usafiri. Kilichotokea kwa siku chache za awali ni kwamba mabasi mengi yalipakia abiria ambao walikuwa wanakwenda mikoani, na mabasi mengi pia yalipakia abiria pia ambao tena wanatoka mikoani kuja huku. Kwa mwisho wa siku ni kwamba wananchi baadhi wakawa wanalalamikia kuhusiana na masuala ya kukosekana kwa usafiri, lakini ukweli ni kwamba kulikuwa kuna abiria wengi zaidi kuliko mabasi ambayo yapo kila siku. Lakini so far mpaka sasa hali imetengamaa, hali iko shwari, na mabasi yanaendelea kufanya kazi na reli inaendelea kufanya kazi.